Nakwambia ndugu yangu, ikiwa unapenda kitakachotoka mbinguni kwa Mungu Baba, ni lazima tuchangie kugeuza yaliyo hewani. Hewani hapo kuna mambo mabaya mengi sana, lakini mimi na wewe tunaposifu na kuimba tunabadilisha hali ya hewa, na Mungu anajibu, anatutizama. Amen, amen. Haleluya. Kumbuka habari za Mfalme Suleiman alipoingia hekaluni, yaliyotokea. Bwana Yesu asifiwe. Na moyo wake wote akakabidhi Mungu hekalu, na utukufu wa Mungu kashuka ndani. Haleluya, haleluya. Tunakwenda kwa maabudu. Unaweza Bwana wa mabwana, unaweza, unaweza Bwana wa mabwana, unaweza, twende. Unaweza Bwana wa mabwana, unaweza, unaweza Bwana wa mabwana, unaweza, unaweza
Asante Yesu. Asante Bwana. Asante kimbilio letu. Asante mwenye mamlaka. Asante Baba. Tumekuona jioni ya leo. Tumekuona siku ya leo. Siku ambayo ni tofauti na siku zingine. Baba, umeanza pamoja nasi tunaendelea kukuona kila hatua tunayoifikia. Uhimidiwe na utukuzwe. Muda huu Baba, tunaendelea kuliinua jina lako. Wewe unastahili Baba, unastahili, hakuna mwingine. Unastahili kuabudiwa na kusifiwa. Unayotenda katika maisha yetu yako si zaidi ya fikra zetu, zaidi ya mawazo yetu. Hacha Baba tukuinue, hacha tukushukuru, hacha tukutukuze, kwa sababu ni wewe pekee unastahili. Sifa na heshima vikurudilie wewe. Asante Bwana, tunaendelea kukabidhi muda wote ambao tutakuwa hapa Baba. Tunahitaji kukuona na kupokea kutoka kwako. Sifa na heshima vikurudilie wewe. Ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo aliye hai tunaomba na kushukuru. Amen. Kwa hiyo ni muda mzuri wa kusikia kwaya. Tunakaribisha kwaya ya Ebeneza pamoja na kutoa sadaka kwa wimbo mmoja. Karibu.
kwaya yetu ya Ebeneza. Kwa hiyo nitakwenda kumwalika Pastor Mpande kuombea sadaka pamoja na kuombea mhubiri. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, kwa kweli tumebarikiwa toka tulipoingia mahali hapa. Ulikuwa pamoja nasi na tumeona mkono wako. Na muda huu Bwana, nakabidhi sadaka hii mikononi mwako katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, pato hii ni kwa ajili ya utukufu wako. Bwana, hacha itumike kazi kwa ajili ya kuinua ufalme wako. Watumishi wako Bwana, wabariki wanavyojitoa kwa kunyosha mkono. Mtakatifu, upokea sadaka iwe manukato inayokupendeza. Tunashukuru kwa yote Bwana. Hata mhubiri wa leo namweka mikononi mwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Umemwandaa Bwana jioni ya leo kwa ajili yetu, na maneno yatakayotoka kinywani mwake Bwana yaendelee kuponya na kutibu vidonda vya kiroho. Asante Yesu, sababu neno anaoliandaa, acha Roho Mtakatifu, acha Roho wako wa Mungu uwe ndani yake, na atakaposimama simame kwa ujasiri na kutoa neno lako Bwana. Tunaomba utulivu mahali hapa katika jina la Yesu. Hacha masikio yetu Bwana ikuelekee wewe kupitia mnenaji, sababu neno la leo ni kwa ajili yetu. Ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni muda wa kwenda kusikia maneno ya Mungu. Kama umesahau kufunga simu yako, tafadhali ifunge. Inakuwa sio vizuri mhubiri anahubiri simu inalia, ni kama unatoa watu kwenye uwepo, wanakuwa wanaangalia huku na huku. Kwa hiyo tupige makofi na vigeregere kwa kumkaribisha mtumishi wa Mungu pamoja na tafsiri wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Praise the Lord. Kama tuko pamoja tupepee Yesu Bwana. If we're together, let's wave our hands. Ninamshukuru tena Mungu kwa kunipa nafasi ya kusimama mbele yenu. I thank God to give me the opportunity to stand before you. Kwa kuwa Mungu ana mpango yake ndani ya maisha yetu. Because God has his plan in our life. Basi bila kukawia tunaenda kuingia katika neno letu la jioni ya leo. And without wasting time, we're going to go to our word. Na kwa siku ya leo Mungu alinipatia neno ambalo tutazungumza mimi na wewe. And today God gave me a word that we're going to talk ambao ni kutukumbusha tu. So just to remind us. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni wangapi ambao tuko nao hapa wanajua kama ni Wakristo? Nitaomba kunyosha mkono. How many people are here they know that they are Christian? If you know that you are a Christian, lift up your hand. Mungu abarikiwe. Amen. Na Mungu alinipa neno ya tukumbushane kuhusu msingi ya Mkristo. And God gave me a word to remind ourselves so we can know a foundation of a Christian. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii neno ya leo haihusu ule mwenye yuko Mkristo, kwa kuwa kuna wasindikizaji wa Wakristo. This word is not for those who just came kind of like to escort others, but it's for those who call themselves Christian. Nafikiri tuko wengi wa Kristo lakini ni wachache ambao wanajua msingi ya Mkristo ni nini. And I believe it's a lot of us who call ourselves Christians, but few know what's the foundation of a Christian. Tungelikuwa kwa masomo ningeuliza swali na nataka kujibiwa. If we were at school, I'll ask a question and somebody can answer it. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini tuko kanisani. But we are a church. Na ndio maana hatutauliza mtu ajibu, tutapeana yale ambao kutembea sawa sawa na Biblia ya Mungu. And that's why we're not going to ask so that somebody can answer, but we're going to go with the word of God, what it says. Neno la Mungu linatuambia, the word of God tells us, msingi wa Mkristo, the foundation of a Christian, ni imani ambayo tunasimamia kwayo. Is the faith that we stand on. Kwa kuwa hata katika maisha ya kawaida, and even if in our regular life, wanapopangilia hata kujenga hii jengo hapa, when they plan to build this building, wanaanzaka na msingi. They start with the foundation. Na unapoona
unapoona wewe ulitafuta msingi yako kwa mtu mwingine, and if you saw that you search your foundation to somebody else, na unamletea engineer ambao atakujengea msingi hiyo, and you call an engineer who's going to build that building, atakapotembea mbali na msingi, if they walk as beside the first foundation, ile nyumba haitafanana yale ambayo ulikuwa unatarajia. the house will not look as the one you planned. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio maana msingi inakuwaka na lengo moja tu. And that's why foundation has one purpose. Inaandaa kukuonesha yale kitu unaenda kujenga yatafananaje baada ya wewe kumaliza kazi. It shows you what you're going to build, how the building is going to look like. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi na wewe tunajua kama msingi ya Mkristo, And you and me, we know a foundation of a Christian, ambao ni imani, that is faith, inasimamia wapi? where does it stand? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutaenda kusoma leo, nitakuwa na maverse ya mingi lakini mtaniua razi. Today I'm going to have a little bit of more verses. Tutaenda tunasogea pole. We're going to go just slowly by. Nitaenda kuomba. Verse ya kwanza itakuwa katika kitabu ya Efeso. And the first book we're going to read, it's in the book of Ephesians. Sura yake 2 and chapter 2 na mstari wake wa 20 and 20. Mwenye anapata anaweza kusoma. If somebody found it, can read for us. Efeso 2 na mstari wa 20. Tunakwenda kusoma katika jina la Yesu. Amen. Neno la Mungu linasema hivi: mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Amen. Amen. The Bible says, build on a foundation of the apostles and prophets, with Jesus Christ himself as the chief cornerstone. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia iko wazi inakwambia kama sisi wa Kristo, The Bible is open. It tells us as Christian tumejengwa juu ya msingi wa mitume that we are built on the foundation of na apostles manabii, and the prophets, na yeye Kristo mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. and himself Christ is a cornerstone. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini mimi wakati mmoja ninashangaa sana, And sometimes myself I'm really surprised, kwa kuwa Biblia inatuambia kama sisi tumejengwa kwa msingi wa manabii na mitume. and the Bible tells us that we are built on the foundation of Na apostles Yesu and ndio prophets, jiwe yetu ya pembeni. and Jesus is a rock on the side. Amen. Amen. Na Yesu ni huruma. And Jesus is forgiveness, Yesu ni upendo. and Jesus is love. Lakini inafikiaga wakati ingine unakuta wapagani wanaanza kutuangalia macho, But sometimes you see the pagans are looking at us kwa kuwa wanajikuta kama hawa watu wanachanganikiwa. because they look at us like we're confused. Amen. Amen. Wakati wewe Mkristo unakosa huruma ya ndugu yako Mkristo, When you as a Christian, you don't feel pity for the other Christian, mpagani anayekuwa nje anakushangaa sana, the pagan who's outside, they are very surprised kwa kuwa alitegemea because they thought aone kwako tofauti. they want to see a difference in you. Kristo ni upendo. Christ is love. Tunaitwa wa Kristo. We are Amen. called Christian. Upendo lazima idumu ndani ya maisha yetu. Love has to endure in us. Furaha ya mwenzako ikuwe furaha kwako. The happiness of others should be your happiness. Uchungu ya mwenzako ikuwe uchungu kwako. The sorrow of the other person should be your sorrow. Lakini kia kushangaa, But what surprises me, wengi wanakuwaka chini ya meza, utasikia mwenzake akipata tatizo anaanza kusema anakoma. and others you see when the other person is in trouble, they say that they got it. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anapenda tukumbushe leo, God wants to remind us today mara nyingi sisi wa Kristo tunatoka kwenye msingi. that a lot of us Christians, we are leaving the foundation. Kwa kuwa hata andiko ya peke utakapoenda nyumbani kwako, utakaposoma some 13 na mstari wa 3 inasema, And if you go home, you read in Psalms, inakuuliza wewe Mkristo, he asks you as a Christian, msingi ikitikisika, when a foundation is shaken, wewe Mkristo, kwa kuwa Mkristo ni mwenye haki, amen, because a Christian is a righteous person. mwenye haki atafanya nini? What does a righteous person do? Mungu ananiuliza mimi na wewe, mwenye haki atafanya nini? What does a righteous person do, you and me?
Jibu ni kwako na kwangu. The answer is to you and me. Na jibu sio kitu ngumu. And the answer is not really hard. Unapoona maishani mwako msingi yako kweli inatikisika, When in your life you see that the foundation is shaken, kuna njia moja tu. there's only one way. Jirudie, Go back, jiulize ask yourself, na umrudilie Mungu and wako. go back to your God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na njia rahisi kumrudilia Mungu ni kwenda mbele ya uso wake, And the easy way to go back to God is to go before His face, kumlomba huruma, to ask for forgiveness, ili upendo wake ikurudilie so tena. that His love can return back inside you. Mengi tunapoteza kwa kuwa tumekosa upendo. A lot of things that we lose, it's because we lack love. Na wengi tuko katika distraction. And a lot of us, we are in distractions. Tunawaza tungali tunasimama kwenye msingi wa Mungu. We think we are still standing on the foundation of God. Lakini Mungu ametuona tayari tumetereza. But God has seen that we have slided. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutaenda angalia andiko yetu ingine katika kitabu ya Isaya 28. We're going to read in Isaiah 28, mstari wake wa 16 16 hadi 18. 16 to 18. Amen. Tusome katika jina la Yesu. Isaya 28 mstari wa 16 hadi 18. Neno la Mungu linasema hivi. Kwa ajili ya hayo Bwana Mungu asema hivi: tazama, naweka jiwe katika Sayuni, iwe msingi, jiwe lililojaribiwa, jiwe la pembeni lenye thamani, msingi ulio imara. Yeye aaminie hatafanya haraka. 17 Nami nitafanya hukumu kuwa ndiyo kanuni, na haki kuwa ndiyo timazi, na mvua ya mawe itachukulia mbali hilo kimbilio la maneno ya uongo, na maji yatapagarikisha mahali pa kujisitiri. 18 Na agano lenu mliloagana pa kujisitiri, na agano lenu mliloagana na mauti litabatilika tena. Mapatano yenu mliyoyapatana na kuzimu hayatasimama. Pigo lifurikalo litakapopita, ndipo ninyi mtakapokanyagwa nalo. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua nabii Isaya hapa Prophet Isaiah, anaongelea kuhusu tujenge msingi wetu, he was telling us how to build our juu ya foundation Yesu Kristo, on Jesus Christ, ambao ni huruma. the one who is merciful. Na huruma inaletwa And mercy comes na upendo wa kweli. with a true love. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nawaza hapa, nataka enda ndani sana. Mimi nawaza mwingine mwenyewe haongoze na Roho anaweza kuwaza mimi naenda nje ya somo langu. And the one who's not led by the Holy Spirit will think like I went the other way with my message. Tulipookoka, When we got saved, tulifanya sala kusema tumemkataa shetani, we prayed that we have denied the devil, tumempokea Yesu Kristo maishani mwetu. and we received Jesus Christ in our life. Jina letu lilivutwa katika agano ya mauti, And our names were erased in the book of death, na tukaandikwa katika kitabu ya uzima wa milele. and our names were written in the book of life. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini mpaka hapo Mungu angali anatuomba kama kweli sisi wa Kristo tunakosa huruma. Until today, God is asking us that we are not merciful.
Nafikiri wakati nilikuwa nakaa pale, mchungaji anasimama analeta tangazo la kusema, And while I was sitting there, the pastor was giving announcement. Namna tunapewa hii jengo. And he was saying how we were giving this building. Na sisi tulichangia katika utility. And us also we're gonna contribute in the utility. Amen. Amen. Nani katikati yetu mwenye alikuwa kuombewa mchango ya utility? Alikuwa kweli? Did the pastor come and ask for the utility money? Amen. Amen. Na ndio maana tukirudi tunaangalia mara nyingi, nilianza na swali ya kwanza, wa Kristo tuko wangapi? Si ndio vile? And that's how I started asking, who are Christians? Tunakosa upendo na huruma. We don't have love and we're not merciful. Unajua kitu moja Mungu anapenda atukumbushe. And you see, one thing God wants to remind us. Siku ya makesha yetu ya kuingia kwa mwaka mpya. The day of overnight prayers to go into New Year. Ukikumbuka yale ambayo mchungaji alikuwa amesema hapa. If you remember what the pastor preached here. Alisema he said mwaka wa 2021 that 2021 Mungu anatuomba tushughulikie kwanza yaliyo yake. God is asking us to take care of his stuff. Na baada atashughulikia yetu. And God will take care of our stuff. Amen. Amen. Na ile ilikuwa ni ahadi ambayo inatupasa tutembee nao katika mwaka huu. That's the promise that we have to walk with it this year. Miaka inapita tulikuwa tunatembea sawa sawa na vile mtu anapenda. Other years we walked as we wanted. Mungu anakuomba leo mimi na wewe. God is asking you and me. Mkristo wa huduma njoo kwa Yesu. A Christian of Come to Jesus Ministry. Simama utembee na yeye. Stand up and walk with him. Na kila kitu ya maisha yako. And everything in your life. Iko pale ataitembeza. He will be there, he will drive it. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio maana ilinisukuma kwenda andiko moja. And that's why he pushed me to go to another verse. Ambayo itaenda kukuonesha, tutaenda kusoma Genese. We're going to read in the book Mwanzo of 14. Genesis 14. Mstari wa 18. 18. Hapa mpaka 24. Until 24. Kusoma katika jina la Yesu. Amen. Mwanzo 14 mstari wa 14 hadi 20. Hadi 24. Kusoma katika jina la Yesu. Abrahamu aliposikia ya kwamba nduguye ametekwa mateka, akawapa silaha vijana wake waliozaliwa katika nyumba yake. Mwanzo 14. Mwanzo 14 na unaanza mstari wa 18. Tuanze 18. Unaruka kidogo kwenye 18. Na Melkisedeki mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai, naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Akambariki akasema, Abrahamu na abarikiwe na Mungu aliye juu sana, Mungu muumba mbingu na nchi. 12. Ahimidiwe Mungu aliye juu sana, aliyewatia adui zako mikononi mwako. Abrahamu akampa fungu la 10 na vitu vyote. 21. Mfalme wa Sodoma akamwambia Abrahamu, nipe mimi hao watu na hizo mali uchukue wewe. 22. Abrahamu akamwambia mfalme wa Sodoma, nimeinua mkono wangu kwa Bwana Mungu aliye juu sana, muumba mbingu na nchi. 23. Ya kuwa sitatwaa uzi wala kidamu ya kiatu wala chochote kilicho chako, usije ukasema nimemtajirisha Abrahamu. 24. Isipokuwa hivyo
walivyokula vijana na sehemu za watu waliokwenda nami, yaani Aneri na Eshkoli na Mamre, na watwae wao sehemu zao. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa ilikuwa ya historia ya Abrahamu ambao aliyekwenda kwa mfalme Melkisedeke na kutoa sadaka yake. Here was a story Sadaka about, yake ambayo ni 1/10. here was a story about Abraham, how he went to give an offering to the king of Melchizedek. Mungu wetu anatukumbusha, anatuambia kama utoaji wa moja wa sadaka God is reminding us of giving ni offering moja ambayo iko ndani ya nguzo kubwa ya imani ya Mkristo. is one of the foundation in a Christian life. Ukikumbuka hata kwetu Afrika, And if you remember back home, wachungaji wengine tunaweza kuwaita kama walikuwa wakali sana. some of us will say our pastors were really strict. Lakini mchungaji alikuwa anasimama ama anachangamkia Mkristo mwenye anatoa 1/10. But you see that a pastor is very close or very courageous to the people who offers. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio kusema mchungaji alikuwa amefanya makosa, It's not like the pastor made a mistake, lakini neno la Mungu ndio linashurutisha, linatuambia ni sharti tutoe 1/10. but because the Bible tells us it's our obligation to give our tithe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna wengi ambao tuko wa Kristo tunasahabu, tunaibiwa zamu. And a lot of Christians, the devil has told our place in our life. Naweza kuita kuibiwa zamu. It's like they just told our position. Unajua tunapungukiwa ya kujua kama Mungu anakuomba 1/10 We forget that God asks us to give our tithe, na anakuachia sehemu 9. and He gives you 70%, 90%. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini unajikuta unaanza kuona kama ile 1/10 ndio inakuwa mingi zaidi, ijapokuwa unabakia na sehemu 9. And you see that the 10% is more, but remember that you remain with the 90%. Naweza kukupatia mfano kwa mimi ambao nilitoka katika familia ya Waislamu. I can give you an example that I came from an Islamic family. Muislamu hajue Yesu Kristo. An Islamic person doesn't know Jesus. Amen. Amen. Biblia inatuambia kuna njia moja ya uzima wa milele ni kupitia kwa Yesu The Kristo. Bible tells us there's only one way, and it's through Jesus Christ. Lakini nguzo kubwa ya Uislamu But the foundation of Islamic, inasimamia kuzaka. it stands on Zaka 1/10. tithe. Amen. Amen. Na ndio maana unaonaka maisha Waislamu wengi, kama ni bongo na uko shahidi, Waislamu mingi ambao wanafanya biashara ama iko kwa kazi fulani, anakuwa anadominate. And you see in Islamic, you can even testify when they do their business, it's stable. Nilikuwa najikuta wakati inafika wakati ya kutoa, girlfriend yangu mkubwa ananifungia kiasi, ananituma nipeleke kwa mosque. And you find that when I was younger, my older brother will give something so I can take it to the mosque. Najisikia kama mimi nahuzunika kwa kuwa nimeona kama anatoa pesa nyingi. And I'll feel really bad because I see that he's giving a big amount of money. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kwake alikuwa anajua kama nguzo ya Uislamu ambao anashika, But to him, he knew that the foundation of Islamic that he's holding on to ni kutoa. is to give. Kwa kuwa neno la Mungu ndio linasema, hata katika Biblia yetu nasema umshirikishe mkufunzi wako na baraka uliyepata. And in the Bible also it tells us that you have to talk to the one who's leading you with all that your blessing that you have. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini sisi wa Kristo But to us Christians, tunatia mafungo na maombi ndio yanakuwa mingi sana. we put prayers and our fasting ahead of everything. Unasahau kama neno la Mungu linakwambia ushike sheria la Mungu zote, usipunguze hata moja yake. But remember that the Bible commands us to take all the commandments. You shouldn't take others and leave others. Mungu ananikumbusha mimi na wewe kwa siku ya leo, God is reminding you and me today, tuwe na tabia ya kutoa 1/10. so we can start giving our tithe. Kuna wengine anaweza kuambia mimi sina kazi. And some they'll tell you, I don't have a job. Lakini nitakuonyesha katika Biblia, But I'll tell you in the Bible, 1/10 sio ya kusema tu hauna kazi. a tithe is not only when you don't have a job. Watu wa zamani, hata taifa la Israeli walikuwa kwenye jangwa. Even the children of Israel were in the desert.
walitoa moja ya 10. but they give tithe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unafikiri jangwa inamaanisha nini? Jangwa ni kwenye kuko hakuna iko ukamwe. And what's the meaning of desert? It means there's no production, it's just Amen. dry. Amen. Hakuna kitu, lakini hata kama hakuna kitu walikuwa wanakula. But if they didn't have anything they were eating, Walikuwa na vitu ambao walikuwa wanaendelea nao maisha. they had things that made them continue in life. Na ndio maana Mungu aliwashurutisha kutoa zaka. And that's when God asked them to give offering. Lakini mimi na wewe, But you and me, kweli kuna wale ambao watumike, there's truly some that don't work, lakini tunapewa unemployment. but we get unemployment. Amen. Amen. Hata bila unemployment kuna mwingine anaweza kukupungia. Mwingine anaweza kuwa alipewa na mtu. And somebody can give them or borrow them. Biblia inakwambia toa zaka kwa kila chochote unachopata. The Bible tells us give tithe in everything that you get. Kwa kuwa ukuwa unajua kukichwa yako, But you have to know in your head, kama hata mimi nilikupatia cent, if I gave you a cent, kwa kuwa Mungu aliruhusu. because God allowed me. Amen. Amen. Tunaona wengi ambao unatarajia, unajua kama uko na shida unasema unatarajia ndugu yako fulani atakupatia. And sometimes you might be in a problem, you think, you say your brother will help you. Lakini kunatokea mengi ambayo Mungu alipanga, ule ulitegemea anashindwa kukusaidia. But maybe there'll be a problem, the one you expected to give you, they don't give you. Lakini Mungu anafungua mlango, But God will open another door, njia zingine na unapata kusaidiwa. and the other door, they will bless you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana tutaenda kusoma kitabu ya Wagalatia 6 And we're going to read in the book of na mstari wa Galatians 6. 6. Galatians 6:6. Nasoma kwa jina la Yesu. Amen. Mwanafunzi na amshirikishe mwalimu wake katika mema yote. Amen. Amen. Inatosha pa. Amen. Wagalatia 6:6 inatuambia Galatians 6:6 says mwanafunzi amshirikishe mkufunzi wake that a learner has to share with his instructor kwa mema yote. in every good things. Amen. Amen. Na ukiendelea hapa chini inakwambia msidanganyike. And here if you continue on 7, say do not be deceived. Mungu haziakiwi. God cannot be mocked. Kwa kuwa chochote upandacho mtu, A man will reap ndiyo utakachovuna. whatever he sows. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ujue kama You have to know that leo Mungu ananipatia mimi na wewe pumzi, God today has given us the breath of life. anatupatia nguvu ya kutafuta. God has given us the strength to search. Mungu anakuachia vifungo 9. God has left 9%. Na anakuomba tu 10%, anakuachia 90. And God is only asking for 10% and leaves 90% to you. Tunasema kama msingi wa Mkristo ni imani. And we say the foundation of a Christian is faith. Ndugu yangu, Mungu anatukumbusha leo kama My beloved, God is reminding us today simamisha imani yako toka siku ya leo. that you have to make a first stand Ukimtegemea Mungu, on depending on God, 90% abakia nayo itakutoshelea kwa mapasho yako. that in the 90% that you remain with will be enough for everything that you need. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini unapokula 100% yote, And when you eat the whole 100%, hautatosheka kamwe. you will not be satisfied. Nilisema tangu mwanzo sitauliza swali kwa kuwa nikikuuliza utashangaa. And I said at the beginning, I'm not going to ask a question because we're going to be surprised Tunakulaka 100% yote lakini hatutosheki. that we eat the whole 100% and we never get satisfied. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anatukumbusha mimi na wewe, kumbuka kutoa 1/10. God is reminding us today to start giving our 10%. Wachungaji wetu wako watu wazuri. Our pastors are really good people. Sijawahi kuona zamani mahali tulikuwa kwa mwanzo wa wokovu 1/10 inadaiwa.
And back in the days, we saw in the church that the tithe were like, it's a demand, they ask you really. Hata katika Biblia watoto wa Israeli 1/10 walikuwa wanaifuata kila mlango. And even in the Bible, the children of Israel, they will follow people on their doorstep to ask for the tithe. Sijawahi kuona hapa wanamdai mtu. But here I've never seen that they oblige you to give. Biblia inasema ole wako. But the Bible says how to ask. Hii mwaka atupende kwa Mungu anakatala laana iendelee kutushika. God doesn't want to see the curse continuous now. Na ndio maana anatukumbusha. And that's why he's reminding us. Tujue kama msingi wa Mkristo ni imani. That our foundation of a Christian is faith. Kuwa na imani ya kama 90% abakia nayo. Have faith that the 90% that you remain with, it's gonna be enough. Bwana asifiwe. Amen. Kuna wengine ambao wanazungumza chini. And other people will talk really underneath the chair. Wanafikiri 1/10. They say that 10% inakuliwa bure na mchungaji. That the pastors eat it for free. Lakini ninakutangazia leo kama sio vile. But I announce you today it's not like that. Na Biblia inashuhudia inasema sio vile. And the Bible testifies that it's not like that. 1/10 the tithe ina njia mbili inapita. It has two ways that it goes. Bwana asifiwe. Amen. 1/10 inatembea kweli. 1/10 Biblia inasema tumshirikishe mwalimu wetu. And truly one way the Bible says that we have to let our instructor with everything that we get. Katika mazao yetu. With the things that we reap. Si ndio vile? Amen. Mahali pengine wanakuambia Biblia inasema na katika mazao tunaleta katika hazina ya Mungu. And in other place they will tell you that everything that we reap, that we bring to God, ni kwa ile 1/10 is with the 10%. Ndio kunatoka sadaka ambao wanaenda kusaidia wale ambao hawajiwezi katika familia ya watoto wa Mungu. That they will take from that 10% and go to help the people who are in Christ don't have enough. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanisa linaenda kufanya matembezi kama vile kwa jela. The church will go and do visitation like in jail. Wanaweza kwenda kuona wagonjwa. They can go and see the sick people. Wanaweza kwenda kutembelea wazee ambao tunao kanisani. They can go and visit the elderly that we have in the church. Wanagusa kwenye mfuko ile. They will touch on that 10%. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na baraka sio kwa wachungaji peke yake. Ukiwa naona changia miongoni ya ile. And the blessing is not only to the pastor, also to you that you will contribute. Mungu anakubariki. God will bless you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana nitakuomba ndugu. And that's how I'm gonna ask you, my beloved. Kama kweli ulikuwa haushirikishake pato lako. And if you don't share your whatever you get, nitakukumbusha leo. I remind you today. Tangu leo ukue kama mtu umefufuka. Today you should be like somebody who just rose up. Uwe kama mtu ambao tutaomba Mungu atusamee. And I'm going to ask so that we can pray for forgiveness. Na tuanze mpya. And so we can start all over again. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na nitaenda tena kukukumbusha. And I'm going to also remind you. Kuna wengine anawaza kama akitoa 1/10. And others will think if they give their 10%. Na sadaka. And also with offering on top. Ananunua baraka ya Mungu. That they are buying the blessing of God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema sio hivi. The Bible says it's not like that. 1/10 na sadaka. Tithe and offering ni moja ya masharti ambayo Mungu anatupatia. It's one of the commandments that God has given us. Inatufungulia milango ya baraka kwa maisha yetu. It opens the doors of blessing in our life. Kwa kuwa Biblia iko wazi. Because the Bible is open. Inatuambia ole kwa yule ambao anapunguza. Hold to those who take away. Utaenda angalia katika kitabu ya Luka 11:42 hatutasoma ile. It's going to be in the book of Luke 11:42. Luke 11:42. Ile hatutasoma. We're not going to read. Inakwambia wewe Mkristo ambao hauzingatie na mapenzi ya Mungu.
that you that don't take the commandments of God, unalinganishwa sawa na Mfarisayo. you are compared like a Pharisee. Mfarisayo alikuwa anajua sheria sana, A Pharisee knew all the commandments, lakini haitendei kazi. but they don't practice it. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana tutaenda kusoma Wakorintho wa kwanza sura yake ya 9 mstari wa 14. And we're going to read in the First Corinthians 9, 14. Ambayo inakuonesha kama na Bwana vivyo hivyo ameamuru kwamba wale wahubirio injili wapate riziki kwa hiyo injili. Amen. Amen. And in the Bible says, in the same way the Lord has commanded that those who preach the gospel should receive their living from the gospel. Hii ikusaidie kwa kuwa kuna wale ambao wananuna chini chini. Here will help us to help those who complain. Wanafikiri ya kwamba wao ndio wanakulishaka wa injili watangaza injili. They complain that they feed those who preach the gospel. Biblia ya Mungu inakwambia, The Bible tells us, Mungu ndio anaamuru kama wale wanaohubiri injili wapate riziki katika injili. that God has commanded that those who preach the gospel can eat from the gospel. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana unaona mahali nilisoma mbele nakwambia ni sharti tumshirikishe. And that's why I said at the beginning that we have to let know Ukiswahili Tanzania nakwambia mkufunzi katika mema yetu yote. that we have to let our instructor know in everything good that we get. Usifikiri kama unafanya kwa bure ni haki Mungu aliyeonesha. Ni haki ya mwenye anafundisha injili, ni sharti akule katika zaka yako. It's their right for those people who instruct us to eat from the goodness that we get. Ndio maana tutaenda kusoma, tuko na andiko mbili ya mwisho ama tatu. And we have 3 or 2 remaining scriptures. Mungu wetu alituachia ahadi kubwa katika utoaji. God left a big commandment as offering. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutaenda kusoma ile katika kitabu ya Luka sura yake 6 na mstari wa 38. And we're going to read in the book of Luke 6:38. Ambao ni iko naitaka kama regle simple. And I say it as Inasema a simple rule. Wapeni watu vitu, He said, give, nanyi mtapewa kipimo cha kujaa and it will be given to you in a good measurement, na kushindiliwa and pressed down, na kusukwasukwa hata kumwagika, shaken together and run over, ndicho kuwa kipimo kile kile will be pulled unto you, mpimacho ndicho mtakachopimiwa. will be pulled unto you your reap. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nina imani ya kubwa Mungu wetu hawahi kudanganya. I believe that our God does not lie. Kwa wale ambao wanaheshimu utoaji, For those people they accept offering, wana ushuhuda kubwa. they have big testimonies. Wana ushuhuda tele. They have a lot of testimonies. Na ndio sheria ambayo baba mizilma banatembeaka nayo. And that's the rules that Muslims walk with. Mizilma anajua akitoa mingi, The Muslim, they know that when they give a lot, na Mungu anambariki vile mingi. and God will give them a lot. Uislamu walikuwa wanatuambia kadiri ya uwezo Mungu anakupatia. In Islamic, they'll tell you with much that God gives you, Na ndio kadiri ya mzigo ambao utakuwa nayo. that's the burden that you're going to give a lot. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati ya mbele nilikuwa sijawahi kutafakari. A long time ago, I didn't think about it. Lakini leo nimekuja kuona kama walikuwa wanatembea na maandiko ambayo inaandikiwa kwa Agano la Kale ya kusema kadiri unatoa na ndio kadiri na utapokea. And now I realize that they walk with the Old Testament, that the more you give, the more you're giving, that's the more you will give. Kwa wengi ambao wanatembea kwa principle ya kweli wana ushuhuda ndani ya moyo wao. Because those truly who walk with the commandments, they have testimonies. Ndugu zangu,
Hii ni mwaka 2021. And my beloved, this 2021, Mungu anatuomba tufanye mbele yake, God is asking us to do to him, na yeye atatembea na sisi and pamoja. he's going to walk with us. Kweli miaka ambayo ilipita Truly, the years that passed, tulipitia kwenye mengi, we went through a lot. na kulikuwa mahali ambapo tulipungukiwa. And there were places that we fall down. Mungu anatukumbusha kweli kama wewe ni Mkristo, But God is asking you, if you're truly a Christian, upendo wa kweli usimame ndani yako. may a true love stand inside you. Wakati utakosa kuwa na upendo, The time that you lack love, ujue kama siku zote ambao baraza la kanisa litakaposimama, when the church will stand, wanatarajia kufanya kitu moja kwa ajili ya Injili, they want to do an act for the gospel, na wanakuta mfuko imepungukiwa. and they found that the case is empty. Ndugu yangu, jua kama laana ni juu yako. My beloved, know that a curse is on you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anatuambia hii mwaka ikuwe mwaka special katika maisha yetu. God is asking this year to be a special year in our life. Na ndio maana nitamaliza na swali moja. Wangapi katika kanisa hapa wanatumika? And I'm gonna finish with a question. How many people in this church we work? Nitaomba shemasi aniandikie jina ya kila mwana anatumika. Nataka Mungu atutendee maajabu. I'm gonna ask the usher to write the names of everybody who works so that God can do miracles. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka mwaka ikuwe mwaka wa tofauti. Mungu asemake bure. I want this year to be a different. God cannot speak in vain. Usisangae kama usinione mbaya kwa kuwa mimi nasema sio mimi. Don't see that I'm bad. It's not me. Mungu anapenda kilio yako iishi. God wants your sorrow to finish. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Labda unalia kwa kuwa kutokujua. Maybe you're crying because you don't know. Unakosa kujua kama kwa nini Mungu amefunga kila kitu maishani You mwako. see that why is God closing everything in your life? Unatumika sana lakini matokeo ya kazi unafanya hauioni. You are working so much but you don't see the result of your work. Mwovu anaikaa nyuma ya mgongo yako. The devil is sitting behind you. Anakuonyesha kama ukifanya hiki, and he tells you if you do this, ni Pastor Emmanuel atakula. it's Pastor Emmanuel will eat it. Biblia inasema The Bible tells us mbingu itakuwa kwa wale ambao wako namna gani wasujaa. The Bible tells us heaven will be for the fighters. Mimi na wewe tunapigania, sisi wote tuko katika kurse. Bwana Yesu asifiwe. All of us, we are in a race. Tuko katika kurse, nani ndio atafaulu? We are in a race. Who's gonna win? Neno la Mungu linapotoka, when the word of God comes, halisimamake bure. It doesn't stand just like that in vain. Hata kwa yule ambao hatumiki lakini ana njia nyingine ambao anapataka pesa. Even for those people who don't work, they have other ways where they get money. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia kwanza inatuambia zamani walikuwa wanakamata 1/10 hata kwa mazao ya shamba. In the old days, the Bible tells us they'll take the 10% even from the farms, kwa mifugo, in the whatever they reap, kwa kazi yoyote, in every work they do. Niliwahi kusimama siku moja hapa nikikumbuka, nilikuwa nazungumzia kuhusu wazazi wanatumaka watoto na vikoroto. And I remember one time I stood and I said that the parents, they send kids with coins. Nikasema sisi wenyewe tunawaloga watoto wetu. And I said we are witching our kids. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua kumbe haikuwa mimi ndio nasema, Biblia ndio inasema kiwango unatoa na ndio kiwango na utafanya nini? Utapokea. It's not me, it's the Bible tells us whatever you give, that's what you're going to receive. Mungu anatukumbusha leo. God is reminding us today. Usione mbaya kama kesho kutwa naanza kukuita, mimi nataka mabadiliko katika maisha yetu. And don't feel bad if tomorrow I'll see you, I call you, we just want the change. Na ndio maana kwa kumalizia yangu, and that's our finishing, nitaenda kuomba kusoma kitabu ya Mathayo 7 mstari wa 24 hadi 27. And we're going to read in Matthew 7:24 up to 27. To 27. Amen. Kusoma katika jina la Yesu. Amen. Mathayo Mtakatifu sura ya 7 mstari wa 24 hadi 27. Neno la Mungu linasema hivi: basi kila
kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya anafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. 23. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile, isianguke kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. 26. Na kila asikiaye hayo maneno yangu asiyafanye atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua ikinyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile, ikaanguka, nalo anguko lake likawa kubwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Nilipoanza somo yangu, When I started with my teaching, sema Mungu amenipa somo ya kusema tujenge msingi wetu wa Kristo katika Yesu Kristo. I said that God gave me a word that we can remind ourselves so we can build our foundation as Christians. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na niko inakwambia hapa, And here the scripture tells us yule wote ambao msingi yake itakuwa mbaya, that whoever his foundation is bad, mvua itakaponyesha nyumba itafani, when the rain comes, what does the house do? itaanguka. It will fall. Unapojenga kwenye mchanga, pepo inapokuja itafani, When you build on sand, what does the house does when the wind comes? kila kitu itavunjika. Everything will be broken. Ndio maana mtaenda kuomba kila yule ambao anasikia udhaifu fulani katika maisha yake, katika utoaji, aje hapa mbele aombewe. And that's how I'm gonna ask, if you feel that you are not able to give, you are not able to accomplish to give, you come in front. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunapana dakika fulani, mchungaji atamalizia. Tunahitaji kila yule ambao anajisikia kama kwake iko nguvu, ana kitu mmoja fulani ambao inamkogota nyuma. And we are gonna ask the pastor to pray. If you feel like inside you, you're like going back, not giving, Anashindwa kufikiria yale ambayo neno ya Mungu inasema. that they don't accomplish what the Bible says. Kwa kuwa nilipouliza wangapi wanatumika, watu walikuwa wengi. Because when I asked how many people work, there was a lot of people. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini nitakapo, kama vile nilisema, hatutauliza tu tukipita kwenye buku ya 1:10 ni wangapi wanatoaka. And we're not gonna ask, we're not gonna go to the book and see how many people give their tenth. Nitakapopata siku ingine ya kupita, ndawaonesha madhara ya kukubali kubaki katika uongozi ya huduma fulani na unaleta dharau auto wake 1:10. Nini Mungu anakutayarishia? And next time if I have opportunity, I'm gonna tell you the consequences that is when you in church and you don't give. Kwa kuwa unapokuwa katika huduma, Because when in the ministry na unahesabika kama Mkristo wa nyumbani pale, and they count you as a Christian there, ni sharti moja yako ya 10 it's a must that your tithe ionekane. should be shown. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nakumbuka siku zilipita mchungaji alikuwa anatuambia Wakristo ambao wanamiliki hii jengo, That I remember one time the pastor said the Christians who are in this building, wako wadogo sana paraporo na sisi. they are fewer than us. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini wanaweza jengo kubwa kama hili. But they manage this building. Na ndio maana unaonaga kila siku maisha yetu sisi watoka Afrika, And that's how you see that our life as that we came back from Africa, hatuendelee. we don't go forward. Tunaonekana kama tunajaa maombi We see that we are full of prayers na mafungo, and fasting. tuko kiroho sana, We are very spiritual. lakini hao ndugu yetu wanaendelea kutudominate kipesa. But you see our beloved, they dominate us in finances. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa kuwa tuna mahali fulani, Biblia inatuambia tusipunguze hata kimoja. And the Bible reminds us not to take away anything. Tutakumbushana kama vile Biblia inasema, ndugu yangu, kuna mahali ambapo unapungukiwa. We're going to still remind ourselves that there's somewhere that we went back. Mungu hataki hii mwaka ikupitika kama mwaka jana. God doesn't want this year to be like last year. Ninajua una maproje fulani, I know that you have a lot of projects, lakini haitafanyikiwa pasipo Mungu.
but it will not succeed without God. Kila siku utakuwa loser. Every time there'll be a loss. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa kuwa Biblia inakulinganisha na mwizi. Because the Bible says that you are like a thief. Inakulinganisha na Mungu. Kwa kuwa Mungu anakupatia lakini huwa anashindwa kutimiza. And God gives you and you don't accomplish what he tells you. Neno la Mungu alitoki bure. Kuna muda inakuja ambao Mungu anaenda kufunga. And the word of God cannot come in vain. There's a time where God will close. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitaomba mchungaji ndio atakuja kumalizia na atuombee huruma. I'm going to ask the pastor to come to us for forgiveness for us, because some of us we are thieves. Tunahitaji hii mwaka, but we want this year isitupitie kama mwaka zingine. It shouldn't pass like the other year. Ninajua wewe unakatala kutoka kukiti shauri yako. Mungu mwenyewe anakujua. I know that you don't want to leave your place, but God himself knows you. Atasimamisha video. We're going to ask ndio inajipenyeza, inakutana na watoto wa Mungu, kwa wale ambao Mungu anawapatia neema waanze kusogelea ili wakutane na muujiza yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini mimi na wewe tuko wa Kristo. Na ndio maana Mungu wetu alinipatia na neno ya kusema tukumbushane, tusungumuze kwa ajili ya msingi wa Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika hata mazingira ama maisha ya kawaida, unapokuwa na projet fulani, nafikiri projet yote inaanzaka, unajipangaka, unaanza kujiambia napenda kwa mfano nijenge hii nyumba ya sawa na hii vyumba vitakuwa 3 vitakuwa 4. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unapokaribia fundi itahitaji akufanyie nini? Ile wanaita plan ya msingi. Atakuonesha nyumba kwa kukua hivi, lazima tutafanya hivi, tutaweka dirisha hapa, tutaweka vile. Na ndio wakati ya kuanza kujenga, hata kama ulitoa plan ya msingi kwa mwingine, ukipelekea fundi mwingine, anapotembea hakufuatana na hiyo, nafikiri ile nyumba yako haitakuwa sawa sawa na ile nyumba ulikuwa unawazia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ama itakuwa namna nyingine zaidi ya ile ambayo ulikuwa unawazia, kwa kuwa msingi imefanya nini? Imebadilika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio maana kwa sisi wa Kristo tuna msingi kubwa ambao Mungu alitupatia, ni kuhusu imani. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi kuitwa Mkristo pasipokuwa na imani. Kwa kuwa vyote ambao tunavipitia, vyote ambao tunasikia, tunayasikiliza na kuyaweka moyoni mwetu kupitia imani ya Yesu Kristo. Kama unasikia mara nyingi ukaona kubiblia wanakuambia wakati mitume wa Yesu Kristo walianza kutembea baada ya Yesu Kristo kuhubiri Injili, walikuwa na watu ambao walikuwa wanaganye moyo yao. Amen. Amen. Na wakaanza kuwafanya wa Kristo. Hata mimi na wewe siku tuliamua kutembea na Yesu Kristo, tuliamua kuachana na matendo yetu ya zamani ambayo Biblia inaita matendo ya kufa, na tulifanya agano mpya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio maana unajua wakati mtumishi iko na kuelekeza kwa kukiri, unakiri kwa kinywa yako mwenyewe. Amen. Amen. Unasema nimemkataa shetani na matendo yake ya kufa, na ninampokea Bwana Yesu leo katika maisha yangu, ili jina langu liandikwe katika kitabu ya uzima wa milele. Amen. Amen. Hapo inakuwa ni automatic, jina lako linatoka mahali ambapo lilikuwa na linaenda sehemu lingine. Amen. Na yale yote ambayo shetani alikuwa amepanga juu yako, tayari hana nafasi ya kukuona tena. Tunasema kama vile wale ambao walikuwa wanazoea zamani, kulikuwa nani ingine walikuwa, unaona watu wa zamani walikuwa mingi, neno kidogo wanakuambia twende kuwafumu. Amen. Mkristo wa kweli ambaye anasimama kwenye sheria, hata Mkristo atakwambia huyu hapa sio mahali pa kumtafutia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa kuwa atamtafuta mwa ile kama ni kioo yake hata muona, kwa kuwa yule ambao anatuzingira sisi ni mkubwa zaidi. Na ndio maana unaonaka unapoanja hatua na Yesu Kristo, kuna mengi ambayo yatabadilika maishani mwako. Lakini usishangae kuwa
shetani anakuwa mbele mbele. Haiko siku utaanja maisha na Yesu ndio kila kitu itakuwa rose ama kila kitu itafanana vizuri. Na nakumbuka siku moja niliwahi kushuhudia, nikasema wakati nilianja njia ya wokovu nilijipata mahali moja, nikaanza kujiuliza mbona siendelee kama vile nilikuwa zamani. Amen. Lakini namshukuru Mungu wangu kwa kuwa alinishikilia ili nisirudie nyuma. Kweli niliona kama nilikuwa na akili yangu ya kimutu, nafikiri wote ambao wanatembeaka na Mungu mambo yote yanakuwa barabara kwao. Ijapokuwa kwa Mungu kuna maetape. Amen. Amen. Ni lazima unaenda kama vile bebe anazaliwaka, wanamfunza kunywa maziwa, wanamfunza bui, wanaenda kumfunza chakula hadi ataenda mbele. Lakini wakati nilikuwa najiuliza, mimi nasema mbona vitu vinaanza kuwa tofauti? Lakini namshukuru Mungu tu kwa kuwa alinishikilia na kuacha kichwa yangu iangalie mbele, kwa kuwa nilikuwa nimeamua. Kwa kuwa ningerudia nyuma kama mpaka leo niko Muislamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa mahali nilitoka, kwanza familia nzima walikuwa hakuna mtu ambao alikuwa ananisupport. Mimi nilikuwa wa kwanza njia ya Ukristo. Lakini Mungu wetu ni mwema na mwaminifu, ninamshukuru kwa kuwa ilipita miaka mingi, lakini leo ninakushuhudia kama Mungu ni mwema. Wakubwa wangu, makaka zangu, ndugu zangu wote wananiita pastor leo. Wanakubali. Amen. Amen. Sio kukubali kwa kuwa wanaona yale ambao Mungu ananitendea. Amen. Wanaona yale ambayo niko napitia na namna gani Mungu wetu unaposimama naye, andiko kwa wazi nakwambia atatufanya kuwa vichwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini usifikiri kama atakufanya kichwa na wewe mwenyewe haujue mahali unaelekea. Nilikuwa nimezaliwa katika familia ya uwezo. Mimi nilikuwa naenda kwenye shule ya msingi ya primary, nilikuwa naenda na pikipiki. Amen. Kwa kuwa familia ilikuwa inajiweza. Walikuwa na ile kiburi yao. Lakini leo kwa kuwa Yesu ni mwema, leo wote wanategemea kwangu. Mungu wetu ni mwema. Wao walijua namna unabadilika, mambo yote yataenda mbaya kwako, lakini Mungu hayawahi kudanganya. Tutakuwa vichwa hadi mwisho, ila kwa yule ambaye atasimama katika msingi ya Yesu Kristo. Na Yesu Kristo msingi ambao ametuachia ni katika imani. Utakapoenda katika kitabu ya maandiko hapo inatuambia katika kitabu ya Some ama Zaburi 11:3 inatuuliza, msingi inapotingizika wewe mwenye haki utafanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Msingi inapotingizika, kwa kuwa Mkristo wote anahesabiliwa kuwa mwenye haki. Lakini unapoona msingi umetingizika maishani mwako, unajua kama hauko katika njia ya haki tena. Nini ndio itafanya? Jibu ni rahisi sana kwa yule ambao ni Mkristo katika roho na kweli. Amen. Amen. Ni sharti kujichunguza, kumrudi Mungu wako, uchunguze nini ndio haiendeke katika maisha yako na kumuomba Mungu huruma ili akusimamishe tena. Kwa kuwa msingi wetu sisi ambao tuko wa Kristo, msingi wetu ni Yesu Kristo. Na Yesu Kristo Biblia inamuita ni jiwe la pembeni. Unajua kila mtu hata katika maji wakati wanapangilia kujenga kilalo, wakikuta ile maji iko na mwamba, inakuwa rahisi kujenga kilalo. Amen. Amen. Kwa kuwa watatia mabeto kwa ile mwamba. Lakini kama haina mwamba, jengo ni la nguvu sana. Lakini sisi wa Kristo tuna bahati kubwa kwa kuwa Yesu Kristo ni jiwe la pembeni. Unapokubali kufichama wala kumiliki lile jiwe, hata nini ikuye haitakutingiza kama. Nyumba ambayo ilijengwa katika msingi wa kweli, hata kukuye mafuriko ya namna gani, ile nyumba haitateremuka kama, wala haitavunjika.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sisi wa Kristo leo tunajikuta, ijapokuwa Biblia inatuambia Mkristo ni lazima ashuhudie kwa matendo yake. Amen. Amen. Yesu Kristo ni upendo, na upendo inadhihirisha na nini? Huruma ya kweli. Lakini leo sisi wa Kristo tunajipata mara mingi tunaibwa zamu. Biblia inasema ndugu yako ni kiungo ya mwili wako. Amen. Nani anaweza kufurahi kama kiungo yake inaumia, yanakuwa anacheka? Inakuwa haitakuwa. Ni lazima na wewe ulie na mkono kauma, mwili mzima inapataka ile uchungu. Amen. Lakini sisi wa Kristo ndio tunakuwa tunaacha Yesu wetu anachekwa huko nje, kuliko tutangaze injili katika matendo yetu. Lakini unakuta sisi wenyewe tunakuwa tunafarakana, tunakulana meno. Ndugu anapopata tatizo, wewe wa kwanza unaenda sema chini anakoma. Amen. Mimi sikuone, yule ndugu akuone, lakini jua kama mbingu inakuona. Mbingu inakuona. Na ndio maana Mungu atupatia somo ya kusema tukumbushane, msingi wetu unatingizika. Amen. Amen. Ni sharti tuvutie watu. Kama unaona leo jirani yako bado hajakufuata kwa Ukristo, ujue kama wewe una kasoro. Wewe una kitu fulani, kwa kuwa maisha yetu peke yake iko picha kubwa ya kufundisha na kutangaza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninakumbuka, sijui kama nani aliwahi kupita akasema hatukuitwa kukuya kuchamusha viketi peke yake, lakini tuliitwa kuja kupokea ili na sisi twende tutangaze. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza kufanya examen yako wewe peke ndani yako, ni wangapi ulishawatangazia neno la Bwana? Isipokuwa unatangaza tu lawama peke yake, watu wanajiuliza, na huyu kanisani anaenda kufanya, na huyu mbona anatoka kanisani sasa hivi, lakini ona matendo yenyewe anatenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa ujiulize, kwa kuwa Ukristo sio kama polisi, lazima mtu atakuwa na wewe. Hapana ndugu yangu, ujue kama neno la Mungu linasema kwa kila neno ulisikia, hukumu inaenda simama. Hukumu inasema siku ya mwisho utakuwa mgeni wa nani? Ni faida gani wewe ambao ulikuwa unapata neno la Mungu kwa wingi, lakini kesho ujipate na unakuwa katika ziwa la moto? Usifananishwe kama huyu mtajiri ambaye alikuwa anamwambia Lazaro ampatie toni ya maji, ama anamwambia ikiwezekana waambie ndugu zake huko. Anakuambia kama katika ulimwengu Mungu alituma manabii, alituma walimu. Amen. Kama vile tunafanya leo, kama vile Yesu anakuankuraje wewe ambao unasikia neno na wewe lipeleke nje. Amen. Uhubirie wale ambao wanahitaji, kwa kuwa neno la Mungu linahitajika popote. Tuna utajiri kubwa maishani mwetu, ni neno la Mungu ndio linabadilisha maisha ya mwanadamu. Wengi tunaendelea kuteseka kwa kuwa tuna madharau. Amen. Amen. Samahani kwa kusema, kuna wengi wengi katika maisha yetu wa Kristo wanakuwa na tabia ya kusema fulani akisimama pale anakuwa. Mimi nakumbuka tulikuwa Uganda, tulikuwa na neno moja, kuko mchungaji mmoja, na yeye kwa hapa leo iko hapa Marekani, lakini iko ngambo ya Utah. Alikuwa ananiita mimi nampiga kama jiwe. Amen. Samani haikuwa majiwe, kwa kuwa neno la Mungu linasema ukiona ndugu yako anataka kuanguka kushimu, utafanya utamwacha amke pale? Si unamzuia yako, anambia hapana bwana, hapa kukushimu. Alafu kuna wengi ambao shetani alishakamata, anapenda uendee kushimu, ndio anakuonesha kama ndugu yako anakuwa adui. Kila mmoja atakuletea neno nzuri ya kukusaidia, anakuwa adui maishani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ijapokuwa mwenye hakupendi hawezi kukuambia hata siku moja. Angalia mfano kwetu Afrika, mtoto anakuwaka, mtoto ni wa watu yote, si ndio vile? Akitaka kufanya kosa, sitangoja kwenda kukuambia wewe mzazi, mimi naanza kwanza kumkaribia, na baada ya pale nitakuja kukuambia mzazi. Lakini ukisha kwa mzazi mwenyewe
Ukisikia raporo mwingine alimtombokea mtoto wako, unakuwa kali. Kesho utapata mtu ya kuchungia nao? Hakuna, watawaacha waharibike. Na ndio maana Bwana wetu anatupa nafasi ya kusema tuwe tunaonyana sisi kwa sisi. Kwa kuwa neno ambalo tunahubiri ni kwako na kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa kuwa mbele ya unapomkubali Yesu Kristo na kuamini unakuwa Mkristo. Mimi na wewe tuko, wanatuita nani? Wanatuita wa message wa envoyé de Christ. Haiko tu kusema paka pastor ndio atahubiri neno la Mungu, na wewe Mungu anakudai. Bwana Yesu asifiwe. Na anakudai na namna gani? Unaweza kuhubiri kwa neno ama unahubiri mtu kwa matendo. Angalia mwenyewe aliwahi kukujua zamani kwa tabia mbaya. Kwa mfano mimi nasema, unapookoka na kumshika Yesu Kristo kwa taa, nguzo ya maisha yako, anaona unabadilika, matendo yako itamuokoa. Amen. Atashuhudia kama huyu mtu mahali alipita kuna kitu kimebadilika. Mimi nakumbuka zamani niliwahi kushuhudia, nilikuwa na rafiki mmoja tulikuwa tunafanya naye makazi Uganda huko. Alikuwa Muislamu. Siku moja akaja kuniuliza, anambia, "Lakini ndugu yangu, wewe unipatie kwa ile dawa natumikaka nayo." Bwana Yesu asifiwe. Alijua mimi nakuoga na dawa. Lakini mimi nikamwambia, dawa niko nao ni Yesu Kristo. Kama unapenda, fuata njia nikuelekeze. Alikuwa Muislamu. Na kwambia yule ndugu alijitia tife, akakuya, alifika kwa kiwango ya kubatiziwa. Amen. Lakini yeye hakupata neema ambayo mimi nilipata. Ijapokuwa mambo ilibadilika, Mungu alinisaidia kunishika kichwa, niangalie mbele hapana kurudia nyuma. Lakini ndugu yangu yule alirudia nyuma. Mpaka saa hii maisha yake iko mbaya zaidi. Amen. Ndio maana matendo yetu lazima itangaze Yesu Kristo. Kwa kuwa kuna wengi ambao watatamani kutufuata kwa matendo. Lakini unapokuwa mtu mbaya, unapokuwa ulipokea Yesu Kristo lakini matendo yako haibadilishe kitu, nafikiri utaacha, kila mtu atasema ule Yesu wenu hana nguvu, ule Yesu wenu hana kitu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mfano mmoja ambao nilikamata ya kuonesha kama msingi wa Mkristo ni imani. Na imani inatufundisha kuhusu upendo wa Yesu Kristo. Amen. Na inatuambia ni sharti tushike sheria na amri ambao Mungu alituachia. Unaweza kuwa unafunga 100%, unaomba 100%, lakini kweli yale yanatosha? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linatuambia kama usipunguze hata moja, ni sharti yote usimame nao sambamba. Na kamata mfano tu enyeko ya chini sana. Sisi wote tuko kanisani hapa, Mungu alitusaidia akatuleta. Ijapokuwa neno la Mungu linasema hata Yesu aliamuru mitume yake watoe nini? Sadaka na zaka. Amen. Amen. Sasa ijapokuwa sisi ambao Mungu alitutoa kwa Afrika, kweli tulikuwa Afrika tuna makazi, lakini na yale yote makazi haikukuwa rezo kwa Mungu. Kwa kuwa tunaona watoto wa Israeli walikuwa kwenye jangwa, lakini Mungu alikuwa anawashurutisha kutosha nini? Sadaka na zaka. Amen. Amen. Na jangwa inasema, unajua jangwa wapi? Ni fasi ambao hata majani haikuwaki, lakini kwa yale madogo walikuwa wanatoa. Tulikuwa Afrika tualima mashamba, tulikuwa Afrika kila kitu ilikuwa, wengine walikuwa tena bahati mko na ndugu mweko kula anatumaka kode. Amen. Amen. Lakini wengi tulikuwa tunapitiwa kwa mwaka kutosha moja ya kumi. Lakini tuko Marekani. Sisi wote tunaitwa wa Kristo. Nikisema hapa tunyangule mkono, wangapi wanatoaka zaka? Zaidi sisi vijana tunaibwa zamu. Wanaweza hivyo? Amen. Samahani msinisikie vibaya, lakini ni neno la Mungu linatukumbusha. Mimi na mwaka wa 2021 ni mwaka ya kukua tofauti. Mchungaji alisimama kwa makesha hapa, sivyo kama ulikuwa nasi pamoja. Anasema Mungu anasema tufanye mbele ya Mungu na yeye atafanya nini? Tushughulike na ya Mungu na Mungu atafanya nini? Atashughulika na yetu. Nakwambia leo ninaweza kukutoshea $100 mimi nakupatia. Mungu anasema kwa ile 100 mtoshie tu 10. Si ndio vile?
unabakia na 10. Lakini shetani kimbelembele kwa pembeni pale anakuonesha kama ile 10 unabakia na haitatimiza mapasho yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni mtego ambao anatia kwa maisha yako. Hii 2021 ama 2021 Mungu anapenda tusipate maisha ambayo tulikuwa nayo kwa mwaka 2021. Tukiambiana kweli kama wakaka na dada, magumu ambayo tulikuwa tunayapitia mbele ina sababu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ulikuwa na mahali ambao unamkosea Mungu. Kuna mingi siku tutapata wakati ya kufundishana. Ni vizuri kwa kuwa ni heri tufundishane. Ni katika kusikia neno na kuyatendea kazi na ndio ufungulivu wetu unaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Ulishafunguliwa leo unamfuata Yesu Kristo, lakini una mahali bado ungali unafungwa. Una mahali ungali unafungwa. Kwa kuwa neno la Mungu linasema tumshirikishe mwalimu na yale matunda ambayo Mungu anatubariki nayo. Amen. Amen. Na kwa kwenda mbali na wewe tena tu muda wetu iko naenda mbio, nitawapatia maverse mtaenda kusoma nyumbani. Inakwambia wengi wanakuwa na akili ya kijinga kukichwa yao, upumbavu. Anakwambia akitosha 1/10 ni pasta Rupande ama pasta Polidor ndio atakula. Bwana Yesu asifiwe. Na akila ni haki yake, ni kibiblia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini haikule peke yake. 1/10 ama sadaka inatoka na kazi nyingi. Katika familia ya watoto wa Mungu ni katika ile mfuko ya 1/10 ndio wanatoaka kwenda kuangalia wazee, kwenda kuangalia wagonjwa. Sijawahi kuona siku wanatangazia hapa tunatenda kuona mgonjwa fulani tufanye mchango. Inakuwaka. Bwana Yesu asifiwe. Mshasikia? Saa moja mimi sijasikia. Ni katika ile mfuko. Kazi ile ambayo inaenda kutendewa na ile pesa ambayo mimi na watu tunatoaka, baraka ile tunaichangia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unapokosa kwa ile una mahali unapungukiwa, unakauka. Kweli ninajua wengi wetu tunapoka tukigusia swali la pesa inakuwa sababu bunduki kuroho. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ndakuonesha kama Biblia kwazi inakwambia unaposhindwa kutekeleza uko mwizi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Angalia tuko tunashuhudia usiku na mchana tunasema nakumbuka hata siku rais alikuwa anasimama kuongea juu ya corona hii. Bali sema spesialma blaka batakufa sana nzige. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu wetu ambaye anasimama ni mwami wa mwami, hatujawahi kufa. Nani katikati yetu tunashuhudia? Hakuna hata umoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya yote ni matendo makubwa ya Mungu. Sasa wewe unamtendeaga Mungu, unamfanyia nini? Mimi na wewe kila siku tunaenda kazini, tunaenda tunarudia, tunatembea kwa highway, unaenda kwa kazi, ijapokuwa kuna vitisho fulani lakini Mungu wetu anatusimamisha mpaka leo tunasimama. Tunatumika, tunapata sheki. Inapofika saa ya kutoa, unakuwa na masababu. Kuna wengine wanajidanganya, nasukumaka Afrika. Ndugu yangu, Afrika hakuna sadaka yako. Mwaka mzima kwa hapa unafundishwa mafundisho si hapa. Na hapa ndio kwenye Mungu anakudai kutia zaka. Kila yule ambaye anajua kama anaingizaka pesa, Mungu anakuomba kutoa sadaka na zaka. Niliwahi kusema siku ya mbele hapo nikasema hata mafuta ya gari yangu hakuna siku nishaka tembelea mafuta ya chini ya $30 kujuma. Bwana Yesu asifiwe. Kwenda kazini, lakini unapokuja kukitunga sadaka unashindwa kutia hata $10 kujuma mzima. Ujue kama ndugu yangu una kitambaa mweusi kumacho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anakudai. Ni mtego fulani anakutia. Kuna vitu mingi mwanadamu anapata kutendewa katika kufungua mkono. Kuna andiko ambayo inasema kiwango unatoa, ukitoa katika kujaa na ndio vile naota utapokea ya kujaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukitoa njongo na wewe vile mfuko wako ni njongo, hata utumike usiku na mchana hakuna kitu naingiza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninajua inauma lakini Mungu aliniambia niseme. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna wengine wanakuwa hapo utasikia ula anasimama pale sana atasema tu hivi. Misumari, haiko misumari. Sijui ni kwa nini. Nilikuwa na masomo ile nilitafuta niseme lakini haikupitia. Mungu anapenda hii mwaka ukule faida yako. Ukule faida yale ambayo anaandaa, ni mwaka wa tofauti.
katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kila siku wachungaji wanasimama wanakwambia, wanajivunia Wakristo wa Come to Jesus. Tunajitahidi, lakini wewe, mimi na wewe tunajijua kuroho. Kweli uko miongoni ya wale ambao wanajivunia? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uko miongoni ya wale ambao wanajivunia? Sasa hivi hayapita saa hapa, mchungaji alisimama anasema tunaongeza sheke 500 juu ya umeme. Kuna mmoja alikotezea kwa ile. Silitoka kwa ile mfuko. Sasa ukikuwa we hauchangi yake, unawaza kama unafanya nini? Angalia wa ndugu yetu mahali nilivuka kamba. Waislamu fasi wanakuwa wengi, wanakuwa na nguvu. Na yajua nini? Wanakuwa na uwezo. Wanakosa uzima wa milele kwa kuwa hawana Yesu, lakini katika kipato wanakuwa nguvu sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa wanaheshimu ile reglement ya kusema kutoa zaka. Kiwango na Waislamu wengi hawaibaki kuzaka. Bwana Yesu asifiwe. Wanakuwa waaminifu kuzaka. Mimi nakumbuka mimi mkubwa wangu alikuwa anafaa ikishafika wakati ananituma mimi na ile fungo kwa mosque, nilikuwa nasikia hasira, anasema fraka mingi hivi naenda tu, nilikuwa sijui faida, lakini yeye anajua nini ambao anasimamia imani yake. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana alikuwa na maisha mazuri sana, alikuwa na uwezo sana, lakini na regrete na niko naendelea kumuombea Mungu kwa kuwa angali mzima amjue Yesu Kristo siku moja mbele ya kufa yake, kwa kuwa apate uzima. Kweli ana marafiki, ana milango mingi ilikuwa inafungua kwa kuwa alikuwa anatoa, lakini akifa leo matendo yanashuhudia, lakini hakuwahi kumpokea Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ninaendelea kumuombea na yeye apate ile chance moja, atapata bahati ya kuingia mbinguni. Sasa sisi wa Kristo ambao tunaishi apata chance ya kumjua Yesu Kristo, lakini bado shetani kimbelembele anatufunga mkono. Zaidi kwetu sisi vijana, ni wangapi wanajijua kama wakifungua orodha ama tukisema tunyooshe mikono, wangapi wanatoa zaka? Ni masababu na masababu. Zaka inakufungulia vitu mingi maishani mwako, ndugu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na zaka haikuanza na sisi, zaka ilianza zamani. Hata Biblia inashuhudia hapa, Abrahamu alienda kwa mwenye alikuwa mfalme Melkisedeki. Melkisedeki alikuwa mfalme kwa kuwa Abrahamu alijua kama huyu ni mfalme ambao Mungu alisimamisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na alimpelekea sadaka yake, zaka yake. Na huyu akafanya nini? Kawaida ni kumbariki. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Yakobo naye alitoa sadaka. Ndaenda kuwapatia maandiko. Abrahamu alienda kwa Melkisedeki, ilikuwa katika kitabu ya Genesis 14 mstari wa 18 hadi 24. Utapata hadithi na namna Abrahamu alienda kwa Melkisedeki kutoa zaka yake. Na Yakobo katika kitabu ya Waebrania 7 mstari wa 1 na wa 2 alitoa sadaka yake. Mungu anatuomba tujenge msingi wetu, wa ndugu wangu. Msingi wetu ni kusimama katika imani. Imani inatuambia kama anayesimama na Yesu Kristo. Najua ndani ya maisha ya mwanadamu tunajaa na woga. Na woga haitatusaidia kitu. Mungu ambao alikupatia ile unapotosha 1 ya 10, 9 unabaki nayo. Kwa kuwa unatenda sawa na maandiko, 9 unabaki nayo, itaeneza vitu yote ambavyo unahitajika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa utatimiza yale ambayo kwa jina lako nimefanya hivi. Usikuwe katika miongoni ya wale wajinga ambao wanakuambia nikatusha 1 ya 10 fulana na kulaka. Jenga hema lako Bwana. Msingi yako ikazane, ikuwe nguvu. Kwetu Afrika kwanza ilikuwa nguvu sana, ilikuwa sijue kama tulikuwa tunawakondane wengi. Wachungaji wengine walikuwa na niaba. Hawezi kutesekea wewe ambao hawampatie 1 ya 10. Kusema unapata tatizo, sisi tunapoa tatizo kidogo unapigia mchungaji, ndio vile anakusaidia, anaingia magotini na unapata jibu kwa swali yako. Lakini unapoangalia na wewe unamshirikisha katika mema yako, unapata ya nchi, haufanyaki kitu. Ijapokuwa na yeye ile hela
hakule peke yake, inatumika katika vitengo mbalimbali. Ninashukuru wachungaji tuko nao hapa, Mungu abarikiwe kwa kuwa hawana tamaa ya pesa. Wanaweza tupe kwenye tulitoka huko, 1 ya 10 inakabuliwa pale pale. Amen. Hapana, si kibiblia. Bana toaka 1 ya 10 inaenda kukese ya kungoja ile ile nakwambia wenyewe wajiweze. Na ile nyingine inakabuliwa pale pale. Banaenda. Lakini hapa sijawahi kuona kwa kuwa inatumika kazi. Unaona kama tunaangara. Tunafanya kila kitu. Tunajiweza kwa ile nusu. Mtuweza kusimama hapa akakwambia, ukaangalia Wakristo wanapoapa hii kanisa wako wachache sana. Lakini wanabeba jengo kubwa kama na hii. Lakini ingekuwa mimi na wewe, hata leo tuko tunalia Mungu atusaidie mortgage. Ndio vile. Lakini kabla ungali na ile tabia, tutaweza ile mortgage? Mortgage ya 1,200,000 tutaiweza kweli? Wanaweza sivyo? Ndugu yangu, okoka leo. Ujue kama tutamtumikia Mungu kwa mali yetu. Msingi wako una mahali unatingizika. Lazima umrudilie Mungu. Lazima urudishe, fanya examen de conscience, uangalie nini ndio inakuzuia. Tuko na wengi hawajawahi kujua hata kama Mkristo anatoa 1 ya 10. Wako wanasikiaga ninaingia hapa natoka. Ujue kama siku ya mwisho Mungu atakudai. Kila neno ambao ilitoka katika kinywa la Mungu ni sharti utatoa hesabu. Leo ni siku ambao Mungu anapendelea, anakuambia tusimamishe msingi wetu katika yeye Yesu Kristo anayekuwa jiwe la pembeni. Anayesimamia Yesu Kristo hawezi tingizika kamwe. Lakini unaposimamia unategemea, unasema mimi ninajua tu kama hela yangu niko na kazi. Ndugu yangu, kesho kuta utapata madhara yenyewe, utasangala na ile ulikuwa unapataka hautaipata tena. Itakuwa muda ambao unakuja kuanza kulia, unasema nani alikuloga? Neno la Mungu ndio inakuloga. Hakuna bulozi kubwa sasa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Juu neno la Mungu unapokubaliana unatembea sawa sawa, maneno yako yote inaenda vizuri. Lakini unapotembea vibaya utashangaa. Tuwe na tabia ya kutembea katika neno la Mungu ambao tuna ahadi kubwa Mungu alituachia katika Luka 6:38 anatuambia kama anatuambia ahadi kubwa ambayo alituachia juu ya utoaji. Kiwango ambao unamtolea Mungu na ndio kiwango na utapokea. Kama ulikuwa katika maisha ya kutokujua, ulikuwa unapata na unasahau. Lakini leo ninakutangazia ndugu yangu, Mungu anakudai. Unaposhindwa kutekeleza, wewe ujue soro yako itakuwa wapi. Biblia inatukumbushia hapa, Yesu pekee alishuhudia kama ule mke mjane ambaye aliyetoa senti 2 ndio alikuwa ametoa zaidi kushinda wengine, ijapokuwa katika ile kusanyiko kulikuwa wenyewe baitoa fulani mingi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini Mungu alisema ule ametoa mingi? Kwa kuwa alitoa yote ambayo alikuwa nayo, kwa ile ilikuwa kwa nguvu yake. Lakini wewe, mimi na wewe, kila siku unapokuja kusadaka hapa unatia $1 na unaendesha gari. Ile $1 itakupatia hata gazi kutoka hapa kanisani mpaka kwako? Hapana. Jibu ni kwako. Ujiambie. Utahesabiwa unafanya kitu, Mungu anakuhesabia uko 0. Bwana Yesu asifiwe. Tukue na tabia ya tutangaze injili kwa matendo. Kila siku tunajivunia watoto ya huduma ndio kwa Yesu, lakini kuna wengi hawako ndani ile baraka. Baraka inawapita. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usikuwa nakubali na ninaenda kuankuraje yule ambaye anatoa, Mungu akubariki kwa kuwa una nafasi yako, una mahali fulani ambao Mungu anakuweka. Usione kama unapotezaka bure, lakini ninakukumbusha ya kuwa kujua kama 1 ya 10 haiende Afrika, 1 ya 10 haiende fasi fulani, 1 ya 10 yako Mungu anahitaji hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa kuwa ni mahali, ni neno la Mungu linasema ni sharti tuchangie na wanayetufundisha neno la Mungu kumanono ya nchi. Na yale manono ile ambayo unachangia
hailiwe na hao wenyewe, inafanya kazi ya Mungu na Mungu anaendelea kutubariki. Basi tutaenda kusoma andiko letu la mwisho ambalo linaenda kukamilisha ni Mathayo 7 mstari wa 24 hadi 27. Mathayo 7:24 na mstari wake, Mathayo 7:24 mpaka 27. Ndiyo, linasoma Mathayo 7:24 hadi 20 ngapi? Na 7. Neno la Mungu linasema, basi kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile isianguke, kwa kuwa msingi yake imewekwa juu ya mwamba. 26. Na kila asikiaye hayo maneno yangu asiyafanye atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. 27. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikapiga nyumba ile, ikaanguka, nalo anguko lake likawa kubwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko ni wazi. Ni wajibu yako mimi na wewe kujiuliza, wewe ni mpumbavu ama ni mwenye akili? Andiko kwa wazi. Inakwambia wewe kama uko mpumbavu unajenga jengo lako katika mchanga, na unajua soro, pepo ikavuma ama mvua ikinyesha ya nguvu sana itafanya nini? Utapoteza yote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ulianza hatua vizuri na Mungu. Ninakusii ndugu yangu, jenga msingi yako kwenye mwamba ambao ni Yesu Kristo. Na anayetembea na Yesu Kristo ni sharti azingatie maneno ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia kwanza inakwambia kama ole kwa yule ambao ataendelea kukula zaka toka siku ya leo, laana ni juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Laana ni juu yako. Usiseme hatukulalamika. Usiniite nikiwa kupiga lijio, hapana. Mungu anajua kwa nini. Sio mimi, lakini ni Bwana wa mbinguni ametukumbusha msingi wetu ulikuwa umetikisika na leo umejengwa upya tena. Na yule ambaye anahitaji maombi, kama unajisikia kama unakuwa na neno moja na kurudisha nyuma, unashindwa kuendelesha hatua, takukaribisha mbele hapa wachungaji wa kuombea, ikusaidie uanje hatua pamoja na Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usisikie haya ya mtu wapi, unaomba kupata nguvu na kuendelea safari, kwa kuwa mbingu ni ya wale wenye wasujaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wasujaa ndio watauteka mji, hapana wenyewe waregevu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu liwe kwako na kwangu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutakwenda kufunga. Tunamshukuru Mungu. Umesikia na mimi nimesikia. Mara nyingi sana sisi, zaidi sana sisi tuliotoka Afrika, tumelelewa mu vyumba vya maombi, tumelelewa mu maisha ya kiroho, na tunashukuru Mungu kwa hilo. Lakini maisha yetu ya kiroho tumeelekezwa mambo mawili: kufunga na kuomba. Mahitaji yetu, tupande kumlima, mahitaji yetu, mtu ukimwambia tatizo anakuambia ulishafunga. Sasa kufunga na kuomba ni vizuri sana, ni maisha ya kiroho. Lakini sisi tunazania kwamba maisha ya kiroho ama kufunga na kuomba ni kama vile tulikuwa tunaona mti uko iko mahembe, sasa sitaweza kupanda kwa ile tawi, natikisa ule mti, mahembe inafanya nini? Inaanguka. Tunazania kwamba maombi, kufunga na kuomba ni kumtikisa Mungu afanye chenezi tunataka. Haiwezekani. Mtu mmoja alitufundisha, anasema kwamba
kufunga na kuomba kama haiko Mungu iko kwenye santre, na Mungu atakuwa kwenye santre ya maombi ya kufunga na kuomba, ni pale ambapo mnafunga kwa neno lake, mnaifuata neno lake. Na ndiye maana akasema madhara yake kama haiko Mungu iko kwenye santre ya hiyo kufunga na kuomba, mnapofunga kwa muda mrefu inaleta magonjwa ya mafigo, inaprovoke mafigo. Anasema kwamba watu wengi wanapata hiyo matatizo kwa sababu wanawaambia watu funga, hii wiki tulikuwa tena natoa jour, jana tena tulifunga ingine 50 jours, lakini Mungu akiangalia hatufungi kwenye neno lake. Kwa hiyo tunafunga muvide, shetani anatuataki. Tusimame. Bwana Mungu wangu tunakuabudu, Bwana wa uzima tunakuinua, Bwana wa kanisa tunakuheshimu, Yesu tunakuheshimu, tunakuinua, Yesu tunakuinua, tunakutukuza, Yesu tunakubariki, Baba tunakubariki, 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 Yesu tunakubariki, Neno la jioni ya leo ni kuturudisha kujua jinsi ya kumheshimu Mungu. Maandiko yanasema msiogope anayeua mwili asifikie roho, lakini mwogope yeye anayeweza kuua mwili na roho na kutupa jehanamu. Tulipotangaziwa corona, sheria zote za corona tumezifuata kwa sababu ya woga, lakini mwenye kuwa na pumzi ya mwanadamu mikono yake, tunaonekana kwamba hatumjali. Tunaikalia kusema Mungu tu ni wa rehema, Mungu ni wa rehema. Jioni ya leo, tazama, niliambia watu ukienda makaburini utaona mtoto alizaliwa 2010 alafu unaona sema amefariki 2020. Kisha unapaswa kujihesabu, leo mimi niko na miaka 30, mimi niko na miaka 40. Kwa nini Mungu ananipa kuendelea kuishi? Yuko na sababu. Na sababu hiyo, hatutamuona Mungu barabarani, lakini watu watamuona Mungu ndani yako. Ikiwa kwamba kazi ya Mungu itaendelea, ni mpaka wewe uruhusu Mungu akutumie. Ikiwa kwamba kuna mtu yuko ndani ya shida atakayesema nimemuona Mungu ndani ya mwanadamu, ni pale ambako atakuwa amefikia kukata tamaa, lakini anaona jibu kutokea kwako. Atasema Mungu amekuwa jibu kwangu. Na Mungu atakutunza kama chombo
kitambo ambacho kinasababisha watu wamjue kupitia wewe. Niliambia watu kwenye maombi maneno ya kuambia Mungu nakupenda, hapana. Muonyeshe Mungu faida ya kwamba unampenda. Hezekia alimwambia Mungu, kumbuka yale ambayo nimefanya juu yako. Alipoonyesha Mungu faida, hakumwambia Mungu maneno. Tuache kuwa Wakristo wa mapromesi. Mungu ukinitoa hapa, Mungu ukinitoa hapa. Hezekia kumwambia ukinitoa hapa nitafanya. Alimwambia kumbuka wakati sijaingia kwa hii situation chenye nimefanya juu yako. Baba unayeishi milele, Mungu unayeishi, tunajua kwamba mpinga Kristo amesimama, lakini ninajua Yuda alikuwa katikati ya wale 12, lakini Yuda hakukuziwia kufanya mapenzi ya Baba. Kuna watu wanainuka na mafundisho kwenye YouTube. Kuna mafundisho inayokataa sehemu ya 10 na kataa sadaka. Wanasema wachungaji wenu ni wezi na wanyang'anyi. Lakini Bwana, walio na roho wako, maana ulikuwa unajawa na Roho Mtakatifu. Hata Yuda aliinuka, ulifanya mapenzi ya Baba. Wana wako, tunataka tufanye mapenzi yako. Tunahitaji tufanye mapenzi yako, hata kama kwamba kuna mafundisho ya kupinga, lakini isiwe sababu kwetu. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika waliokuja wanasema mapepo yalitutii kwa jina lako. Yuda naye alikuwa, lakini mwisho wake ulikuwa wapi? Bwana Yesu, tusiwe Wakristo wa kusherekea miujiza. Tunataka Wakristo wanaotenda kwa ajili yako. Tunahitaji mwisho wetu uwe mwisho ambao ule Paulo alisema ya kwamba nimevipiga vita, mwendo nimeumaliza, na taji nimeenda kuipokea, nimelinda imani. Tusiwe na mwisho ambao Yuda aliyojitundika. Bwana, ninaomba, tumesikia neno, tunahitaji kubadilika. Andiko la mwisho lilisema anayesikia na kutenda kazi anafananishwa na mtu amejenga nyumba kwenye mwamba. Tunahitaji tujenge juu ya mwamba kwa jina la Yesu Kristo. Ninaweka wadhaifu wote wa miili, wadhaifu wa roho. Bwana Yesu, ninakuomba wewe ambaye mkono wako unaweza kufika kwenye mwanadamu hawezi kufika. Kila aliyeingia na huzuni, aliyeingia na magonjwa, aliyeingia na matatizo mbalimbali, Bwana ninaomba ukaguse, ukamuie jibu kwa jina la Yesu Kristo. Na kemea nguvu za giza, kemea mipango ya kuzimu, mbinu zote za giza zikashindwe kwa jina la Yesu. Mipango yote imepangwa ndani ya wiki tunayokwenda kuianza, pepo za ajali, pepo za wachawi, mikuri na majini, katika jina la Yesu. Baraza zote zinazojipanga kwa ajili yetu, katika jina la Yesu Kristo. Wakati Daudi alijua kwamba Ahithofeli ameunda baraza kwa ajili ya kumwangamiza, Daudi hakumtafuta Ahithofeli. Alikuambia wewe unayeweza kusambaza baraza. Akasema Baba, shauri lote la Ahithofeli likapate kuwa ubatili, na hakika Mungu, shauri la Ahithofeli liliharibika, na Ahithofeli alikufa kabla ya Daudi. Na ndiye maana Daudi anasema sitakufa nitaishi. Maana alijua maisha yake haiko mikono ya maadui, bali iko mikononi mwako. Kwa jina la Yesu Kristo, wanayotupangia na kutuwazia, Mungu uwe na neno la kuanile yote walioyapanga. Kwa jina la Yesu Kristo. Wakati mfalme wa Shamu alikuwa anapanga plani juu ya taifa ya Israeli, ulikuwa ukimwambia Elisha, angalia waambie watu wangu mahala adui anaenda kupita. Na kila mara mipango ya adui ilikuwa ikifeli. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, yote wanayopanga, yote wanayokusudia katika ulimwengu wa roho, mambo ya giza ambayo yamepangwa, yakashindwe na kulaniwa kwa jina la Yesu Kristo. Wakati ambako Bwana Daudi, wake zake, familia na vitu vyote vilikwenda, Bwana Yesu, maandiko yanasema ya kwamba mateka wote walirudi.
tunaenda kunyang'anya vyote ambavyo shetani ametuiba. Tunaenda kunyang'anya kwa jina la Yesu. Mnyang'anyie huyu mama, mnyang'anyie huyu baba, mnyang'anyie kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu mnyang'anyie kijana huyu kwa utukufu wa jina la Yesu. Temonyeshe Bwana iwe ya kukuinua wewe. Kuinua, usimuinue mwanadamu, bali jina lako litukuzwe. Tunapotoka ututangulie, tukufuate jeshi la mbinguni, tusindikize na kutulinda kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Makofi na vigeregere.